Uhuru wa Yesu, amani ya Bwana, heri ya mwaka 2026. Askofu Mkuu Musa Masanja Magwesela wa Africa Inland Church Tanzania na askofu wa Diocese ya Mwanza anakushukuru sana kila mwana Africa Inland Church Tanzania kwa kazi unazoendelea kuzifanya. Ulioyafanya mwaka wa 2025 Mungu aliyaona, maombi yako Mungu aliyasikia, sadaka zako Mungu aliziridhia. Tunamshukuru Mungu ametujalia tena mwaka wa 2026 ambao ndio tunauanza. Tunapoendelea na mwaka huu 2026 tunatiwa moyo na mstari wetu wa mwaka huu kutoka katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 19 na ule mstari wa 13. Uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Namshukuru Mungu kwa ajili yako binafsi, Mkristo, mshiriki wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mhudumu wa kanisa na kila mzee wa kanisa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mchungaji. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila askofu katika diocese zetu zote 7. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila idara, kitengo na vikundi tulivyo navyo katika kanisa la Mungu: idara ya elimu ya Kikristo, idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya wanawake, idara ya injili na misioni, idara ya mafunzo ya Biblia na theolojia, idara ya kwaya, idara ya wanaume tulio nayo. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo anaendelea kutubariki, na mwaka jana tumeona kazi zikiendelea vizuri. Sasa tunapoanza mwaka huu 2026, hili neno limsaidie kila mmoja wetu kuwa hodari, kuwa na moyo mkuu kwa ajili ya watu tuliopewa na Bwana, lakini hata kwa ajili ya miji tuliopewa na Bwana. Miji tulio nayo katika nchi yetu ya Tanzania, uwepo wa kanisa unaonekana katika kila mji tulio nao, katika kila mji tuliopewa. Uwepo wetu, Mungu wetu wa mbinguni aendelee kutumia ili kuleta mabadiliko katika taifa letu na katika jamii ambayo inatuzunguka. Mungu ametusaidia kuwa na vyombo vya habari ambavyo vinatusaidia sana pia vile vile kufanya kazi kubwa ya kutoa habari za kazi tunazozifanya pamoja na maendeleo tulio nayo. Inland Radio tulio nayo inayosikika katika baadhi ya mikoa yetu. Tunamshukuru Mungu vile ambavyo ameendelea kuitumia kufanya kazi zake mpaka online. Mwezi huu wa kwanza mwaka huu 2026 tumefanikiwa kufungua Inland TV ambayo itafanya majaribio kwa muda wa miezi 3, na Mungu wetu ataendelea kutusaidia sana kupitia king'amuzi cha Azam TV. Wataendelea kufanya mipango kuona ni namna gani Inland TV inaweza ikafanya kazi katika mitandao mingine au katika ving'amuzi vingine, na tunaamini Mungu wetu anaweza akamfikia kila mmoja ndani na nje ya nchi yetu kupitia ving'amuzi mbalimbali tulivyo navyo. Makongoro Church Channel imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa miaka mingi na kwa muda mrefu, ambayo imekuwa ikifanya kazi kubwa sana kila siku kutuhabarisha yale mambo ambayo yanaendelea kutokea katika kanisa la Mungu, na ninamshukuru Mungu ya kwamba vyombo hivi viko mbele yangu ili kuweza kukufikia wewe mahali ulipo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo anaendelea kutuongoza na kutusaidia sana, na tunaamini mwaka huu 2026 utakuwa ni mwaka wa mabadiliko makubwa.
Kwa hiyo Mungu wetu aendelee kukutumia na kukusaidia sana. Sisi ni wananchi na raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunapokuwa Wakristo hatuwezi tukaacha kutimiza na kutekeleza majukumu yetu katika jamhuri na katika nchi yetu. Na kwa sababu hiyo, kwa upande wa kiroho tutaendelea kumshukuru Mungu vile ambavyo anaendelea kutusaidia, na kwa upande wa kimwili tutaendelea kumshukuru Mungu vile ambavyo anaendelea kutusaidia. Tunaye maeneo 7 ambayo tunahitaji Mungu wetu aendelee kutuongoza. Tunapomshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya amani, tunaombea pia vile vile amani ili kusudi Mungu wetu aweze kutujalia. Tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya afya zetu, tunaomba pia vile vile kwa ajili ya afya zetu Mungu aendelee kutusaidia. Tunatambua wengi walio wagonjwa na afya zilizo dhaifu na wale ambao wanahitaji huduma za afya. Lakini tunashukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya akili anazozitumia. Lakini pia vile vile tunamuomba Mungu aendelee kutusaidia sisi kutumia akili zetu kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika maeneo mbalimbali tulio nayo katika maisha yetu. Tuna watoto wetu, tuna vijana wetu ambao wanasoma, wanahitaji ada pamoja na gharama nyingine za elimu. Tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya kwa upande wa ada na gharama za masomo, na tunamtumaini Mungu wetu wa mbinguni pia vile vile ataendelea kuwasaidia wazazi na walezi katika suala hilo la ada. Matazamio yetu ni ajira, kupata milango, kufunguliwa milango kwa ajili ya ajira. Wale ambao wamekwisha kuajiriwa na wamekwisha kujiajiri wanamshukuru Mungu, na sisi tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo anawawezesha kuendelea kufanya kazi. Tunao vijana wetu wengi ambao wamemaliza masomo, wanahitaji ajira. Tunawaombea ya kwamba Mungu wetu ataendelea kuwafungulia milango ili waweze kupata ajira zitakazoweza kuwasaidia sana sana katika maisha yao. Lakini wasisahau pia vile vile kujiajiri, kwa sababu ajira binafsi na zenyewe pia vile vile zinaweza zikawakwamua kutoka katika changamoto mbalimbali za maisha walizo nazo. Tunapokuwa tumeajiriwa tunahitaji kuwa na adili, tunahitaji kuwa waadilifu, na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uadilifu uliopo. Lakini tunamuomba Mungu wetu wa mbinguni atamjalia kila mmoja wetu moyo wa adili, ili kusudi katika yale ambayo ataendelea kuyafanya Mungu wetu ataendelea kumsaidia katika swala zima la adili. Mkristo anatakiwa kuonyesha uadilifu, na kwa sababu hiyo ninamtia moyo kila mmoja wetu, awe ni mtoto, kijana au ni mzee, kuonesha uadilifu katika maeneo mbalimbali ya maisha aliyo nayo. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ardhi aliyotujalia. Ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabeba mambo mengi, inabeba mito, inabeba maziwa, inabeba mabwawa na maeneo mengine mbalimbali, inabeba madini, inachukua mambo mengi sana, inabeba mimea na inachukua kila kitu. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ardhi ambayo ametujalia sisi wananchi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Lakini kila mmoja wetu, wale wanaomiliki ardhi, iwe ni ndogo iwe ni kubwa, tuitumie hii ardhi ili kusudi iweze kutusaidia sisi katika maendeleo endelevu tunayoyatamani. Mungu aendelee kukusaidia wewe ambayo unamiliki ardhi, ambayo unatafuta ardhi, ili kusudi kupitia katika ardhi uweze kujipatia mahitaji yako, uweze kuendeleza shughuli zako, maana fursa nyingi za uchumi zinapatikana pia vile vile kupitia ardhi ambazo Mungu wetu ametujalia pia vile vile. Iwapo tuna ardhi, tuna anga pia vile vile, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya anga la nchi yetu ya Tanzania tulilo nalo, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni hata kwa ajili ya vile ambavyo anaendelea kutusaidia. Anga linachukua hali ya hewa pia vile vile, ambayo tunamuomba Mungu katika mabadiliko ya tabia nchi, athari zile ambazo zinaonekana, anga letu likaweze kuwa vizuri, anga letu likaweze kuleta matumaini kwa Watanzania. Na eneo la mwisho ambalo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ni vile ambavyo Mungu wetu ameendelea kutusaidia sana sisi katika maeneo haya yote tulio nayo. Kwa hiyo ninamtia moyo kila mmoja wetu
kuweza kuyafuatilia haya na kuamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kutubariki. Tunamshukuru kwa aliyoyafanya, lakini pia vile vile tunamuomba Mungu wetu aweze kutusaidia katika mambo mengi. Kwa miaka mitatu sasa tumekuwa tukitekeleza mradi wa ujenzi wetu wa jengo la ofisi kuu, ambalo ndio ningependa kutumia muda uliobaki kumshukuru Mungu, kumshukuru kila mtoaji wa sadaka yake na kila muombaji, kila mshiriki ambaye amenyoosha mikono yake, ambaye amefungua kinywa chake kutamka maneno ya baraka, kuombea mradi huu. Na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo ameendelea kutusaidia sana. Tulianza mradi huu Agosti mwaka wa 2023. Tumeendelea na mradi huu. Tumeona vile ambavyo kwa muda wa mwaka mmoja Mungu wetu alitusaidia kusimamisha kuta zote na nguzo zote mpaka kupaua jengo hili, na tumeona vile ambavyo Mungu wetu alivyotubariki kwa fedha ambayo Wakristo walitoa, kwa fedha ambazo familia mbalimbali zilitoa, kwa fedha ambayo viongozi wa taifa letu na wenyewe pia vile vile walitoa, na washiriki mbalimbali wa mapenzi mema walifanya kazi ya Mungu. Na sisi tunamshukuru Mungu kama vile ambavyo jengo letu linavyoonekana mpaka wakati huu. Mwaka wa 2024 tulianza safari nyingine ambayo tumeendelea nayo mpaka mwaka wa 2025, kuanza kukusanya fedha kwa ajili ya kumalizia jengo hili, kumalizia mradi huu, ambayo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa vile ambavyo ameendelea kutusaidia. Mpaka Disemba 31, 2025 tulikuwa tuna kiasi cha shilingi milioni 256,181 na shilingi 183 na senti 41 ambazo zimekuwa katika benki kwa ajili ya kazi hii. Sasa kazi tulio nayo ni kubwa. Tunahitaji karibu bilioni 3 kuweza kufanya finishing. Sasa kwa kiasi hiki kidogo tulicho nacho, tumedhamiria kuendelea na kazi, kuanza kazi. Hatuwezi tukasubiri kupata fedha zote. Sisi tunamwamini Mungu, tunamtumaini Mungu kuona vile ambavyo anaweza akatusaidia katika maeneo yote ya kazi tuliyoifanya, kuanzia ground floor kwenda floor yetu ya kwanza, floor yetu ya pili, floor yetu ya tatu na floor yetu ya 4. Matumizi ya floors hizi ni muhimu sana kwetu kufahamu na kuona vile ambavyo tunaweza tukayatumia vizuri. Floor yetu ya chini inaweza ikatumika kwa kitega uchumi, na floor yetu ya 5 inaweza ikatumika kwa kitega uchumi, na vivyo hivyo kwa floor ya 3 pamoja na floor ya 4 vinaweza vikatumika kwa kitega uchumi. Na ile floor yetu ya kwanza sasa ikatumika kwa upande wa ofisi zetu, ambazo tutakuwa na ofisi ya makao makuu, askofu mkuu, katibu mkuu, askofu wa Diocese ya Mwanza, pamoja na shughuli zingine tulizo nazo, kurugenzi zetu tulizo nazo, zinaweza zikapata sehemu katika floor yetu ya kwanza ambayo tutaitumia kwa ajili ya shughuli zetu za kanisa. Kwa nimtie moyo kila mmoja wetu. Tulikuwa na malengo ya namna gani tunaweza tukapata hizi bilioni 3. Tulikuwa tunatiana moyo kama tungeweza kupata watu 100,000 ambao watatoa shilingi 350,000 kila mmoja, tungeweza tukapata hizo shilingi bilioni 3.5, na hizi zingeweza kutusaidia kwa haraka sana kumaliza. Tumezunguka katika maeneo mbalimbali kuwahamasisha na kuwatia moyo wa Kristo ili kusudi waweze kumtumikia Mungu kwa kutoa hiyo shilingi 350,000. Tukipata Wakristo 100,000 walio na moyo wa ukarimu, wanaweza wakafanya kazi kama hiyo. Lakini tumetiana moyo pia vile vile viongozi wa kanisa. Kila kiongozi wa kanisa akitoa shilingi 20,000 anaweza akafanya kazi kubwa sana. Tumetiana moyo pia vile vile kila Mkristo akitoa shilingi 10,000 anaweza akafanya kazi nzuri sana.
tumetiana moyo na kuhamasishana. Kila kikundi cha kwaya kikitoa shilingi 100,000 tunaweza tukafanya kazi nzuri sana. Sasa tunaendelea kumsihi Mungu wetu wa mbinguni aweze kutusaidia kupata kiasi hiki cha shilingi bilioni 3.5 ili tuweze kuifanya kazi hii. Sasa tuna hii shilingi milioni 256,141,183 na senti 41 ambazo tunahitaji kuanza nazo. Sasa hivi site ipo hai kabisa. Mafundi wanaendelea kutengeneza majukwaa kwa ajili ya kazi tulizo nazo ambazo tunahitaji kuanza mara moja mwezi huu wa kwanza, na tunamtegemea Mungu wetu wa mbinguni ataendelea kutusaidia. Vifaa vya ujenzi tayari vimekwisha kuletwa, milunda imekwisha kuletwa na inaendelea kusimikwa, lakini saruji na yenyewe pia vile vile inaendelea kuletwa. Mifuko 600 imepatikana, imeshaletwa, na tunahitaji kupata kiasi cha ya mifuko 800 ambayo tunaamini mifuko mingine 200 itaendelea kuletwa ili kusudi store yetu iweze kuwa na saruji za kutosha. Tunaendelea kutafuta mchanga unaletwa, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni atakavyoendelea kutusaidia. Tunatumaini kabla majukwaa haya hayajashushwa mpaka upakaji wa rangi utakuwa umekwisha kumalizika, ili kusudi haya majukwaa yaliyotengenezwa yaweze kuwa yamefanya kazi kubwa badala ya kuyasimika tena majukwaa kwa ajili ya kazi nyingine pale baadaye. Kwa hiyo Mungu wetu atutie nguvu. Mwaka bado ni mchanga kabisa. Mwanzo huu wa mwezi Mungu atujalie, mwanzo huu wa mwaka Mungu atusaidie tuanze mwaka vizuri. Mchungaji, mwinjilisti, mzee wa kanisa, mhudumu wa kanisa, Mkristo, Mungu akutie nguvu kufanya kazi hii. Wasihi maaskofu pia vile vile waendelee kuhamasisha na kufanya kazi hii ili kusudi tuweze kushirikiana kwa pamoja, tukiamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kutubariki. Mungu akutie nguvu, asimame pamoja na wewe. Ninakutakia mwaka wa 2026 ulio na mafanikio. Amina. Tuombe kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya aliyenisikiliza. Asante kwa ajili ya kazi anazozifanya. Asante kwa ajili ya familia yake. Asante kwa ajili ya wanaosoma. Asante kwa ajili ya walio na ajira. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru sana. Ninakuomba kwa ajili ya huyu anayenisikiliza. Ninakuomba kwa ajili ya huyu anayekuabudu wewe, huyu anayekutumikia wewe. Endelea kumbariki na kusimama pamoja na yeye. Bwana, mtie moyo. Zuia kila ambayo inazuia kazi alizo nazo na mipango aliyo nayo, na kemea kila hila ya adui tuliye naye, awe ni ibilisi, iwe ni dunia hii, ibilisi na majeshi yake. Naomba Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba utatupatia ushindi, na mkono wako Bwana utaendelea kuonekana katika maisha yetu. Tunaposafiri, tunaposhiriki mambo mbalimbali na kazi mbalimbali katika kanisa, mkono wako Bwana uweze kuwa pamoja na sisi na uwafanikishe watoto wako hawa. Sasa Mungu akubariki na kukulinda, na kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na kuinulia uso wake na kukupa amani, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.